Umejitahidi sana, umefanya kila kitu kwa moyo wako wote, lakini bado dunia inakuangalia kama tu mchepuko. Unajua nini? Dunia ni mbaya. Dunia ni mbaya kwa wale wanaojitahidi, kwa wale wanaokuwa wema, kwa wale wanaojua thamani ya maneno na ahadi. Na jibu ni hakuna anayekubali hilo. Wote wanapendelea kutoona ukweli huu. Lakini sisi tunakuelewa. Na leo nitakuonyesha hivi ndivyo unavyohisi. Angalia karibu. Kila kona ya maisha ina simulizi yake. Kuna wale wanaojitahidi kila siku na bado wanabakiwa chini. Kuna wale wanasaidia wengine, wakipewa kicheko tu au kupuuzwa. Dunia ni mbaya si kwa sababu watu hawana moyo, bali kwa sababu wengi ni wahila au binafsi, na kutojali kunazidi kuwa halali. Fikiria huu ukweli. Unapoangalia watu wanaokuzunguka, kila mmoja anashughulika na mapambano yake, lakini wachache wanatoka kwenye maumbo ya dharau ya dunia na kukuhakikishia kuwa hakuna chakula chema bila kisu. Ni kweli, hakuna mtu anayekubali kuwa dunia ni mbaya, lakini kwa wale wanaojua, hawa hali ni sehemu ya maisha. Hii ni kwa ajili yako, aliyesikia maneno machungu, aliyekatishwa tamaa, aliyepoteza matumaini mara kadhaa, na anajua unajisikia pengine vibaya. Hali unazozipitia zinakukomesha. Umejaribu kuonyesha wema lakini umepuuzwa. Moyo wako unavunjika, lakini lazima uchukue pumzi na uendelee mbele. Kwa kweli inahisi kama hakuna mtu anayeona jitihada zako, kama hakuna mtu anayeona maumivu yako. Hata unapomwambia rafiki au mtu wa familia, wanajibu kwa maneno tu, everything will be fine. Lakini moyo wako unajua ukweli, dunia si kama wanavyosema. Na hapa ndipo unapoanza kuhisi umewekwa pembeni na ulimwengu ambao haujali hisia zako kabisa. Lakini si mwisho wa safari yako. Hii ni sehemu tu ya mafundisho ya dunia. Sasa swali ni, unafanya nini na ukweli huu? Je, unakubali kushikwa na hasira, uchungu na kulalamika kila siku, au unachukua hatua na kubadilisha mindset yako? Hapa ndipo nguvu ya self awareness inapoingia. Kujua dunia ni mbaya kunakuwezesha kutengeneza mipaka. Wacha wale wasio na moyo wapewe nafasi yao, lakini usiruhusu wa kuingize ndani ya amani yako. Tambua kuwa wengi hawatakubali ukweli wako, lakini hilo halimaanishi wewe huwezi kuishi kwa ukweli wako. Anza kuzingatia watu wachache ambao wanakuona, wanakuthamini na wanashirikiana na wewe kwa wema. Kumbuka, unapojua ukweli unakuwa huru. Dunia ni mbaya, lakini wewe si lazima uwe sehemu ya uhalifu wake. Hii ndiyo njia ya kuishi kwa heshima yako, kwa uhuru na kwa maana yako binafsi. Hii ni dunia mbaya, hakuna anayekubali. Lakini hatuwezi kubadilisha dunia. Tunachoweza kubadilisha ni jinsi tunavyoshughulika nayo. Unachagua kuacha kuchukizwa na unachagua kuchukua power yako nyuma. Leo chukua hatua moja, pumzika, kagua maisha yako, tambua wale wanaokuthamini. Tumia nguvu zako kuunda mazingira yako yenye amani, na uache uchungu wa wengine usilete huzuni kwako. Na usisahau hisia zako ni halali, maumivu yako ni halali. Ujumbe huu ni kwa ajili yako, aliyesimama upweke lakini bado ana ndoto. Dunia ni mbaya, lakini bado unaweza kuwa bora zaidi kuliko hapo jana. Kumbuka, huu ni ukweli. Dunia ni mbaya na hakuna anayekubali, lakini wewe kwa moyo wako unaweza kuwa huru ndani ya giza. Ukishapokea hii, share video hii kwa mtu anayehisi pengine kama wewe. Comment hapa chini hisia zako ili tuweze kuungana katika ukweli huu. Na kama hujajisajili kwenye channel hii, subscribe sasa ili tusonge pamoja kwenye safari ya kuelewa dunia na jinsi ya kuishi ndani yake bila kupoteza moyo. Kumbuka, unapoona giza, weka nuru yako pale. Dunia ni mbaya, lakini wewe unaweza kuwa bora zaidi yake.